Tumsifu Yesu Kristo. Basi ndugu wanahabari, niwashukuruni sana kwa uwepo wenu siku ya leo. Mheshimiwa mwenyekiti wa kamati ya Pugu Marathon, mwenyekiti wa Kajimbo, washukuruni na viongozi wote ambao tumejumuika kwa pamoja siku ya leo. Siku hii ya leo ni muhimu sana kwa maandalizi ya Pugu Marathon ya awamu ya 3. Tukikumbuka kuwa tarehe 21 mwezi wa kwanza 2025 katika ukumbi wa Kardinali Pengo St. Joseph, naamini wanahabari wengi mloko hapa tulikuwa pamoja. Askofu msaidizi Masham Somba pamoja na maskofu, baba askofu mkuu na askofu msaidizi mcha Mungu pamoja na madekano wote 15 walishiriki katika uzinduzi wa Pugu Marathon awamu ya 3. Sasa kuendeleza uzinduzi ule wa Pugu Marathon ya awamu ya 3, leo tumekutana tena hapa kwa jambo moja kubwa. Kwanza la kukumbushana, sasa usajili wa Pugu Marathon ya awamu ya 3 ni rasmi umefunguliwa. Tukijaribu kurudi nyuma katika maandalizi yetu ya Pugu Marathon ya awamu ya 2 ambayo yalifanyika tarehe 18 mwezi wa 5 2024 katika viwanja vya Pugu, kulikuwa kuna baadhi ya changamoto ambazo zilijitokeza. Basi kupitia hadhara hii nijaribu kuwatoa wasiwasi katika yale mapungufu yaliyojitokeza katika awamu ya 2. Awamu hii ya 3 tumejitahidi kwa kadri iwezekanavyo kuyaondoa. Makubwa mawili ambayo tumejaribu kuyafanyia marekebisho makubwa ni mfumo wa usajili, ambao siku ya leo tutaambizana kwa kina ni mifumo gani basi iliyokuja ili kuhakikisha hatakuwa na changamoto ya usajili. Changamoto ya pili iliyojitokeza katika awamu ya 2 ilikuwa ni zile running kits. Unajua, katika jambo lolote ambalo linahitaji maboresho, lazima tukiri madhaifu yaliyopita ili tuweze kufanya maboresho mazuri zaidi. Sasa kabla sijazungumzia usajili na mifumo yake 4 ambayo tutakuja naye, naomba basi nichukue nafasi hii kuwatoa wasiwasi washiriki wote wa Pugu Marathon awamu ya 3 ambayo itafanyika tarehe 31 mwezi wa 5 2025 katika viwanja vya Hija Pugu kuanzia saa 12 asubuhi. Lakini watakaofika kabla, kama mnavyojua, kuna ile amsha kabla ya marathon. Kwa hiyo kama marathon zinaanza saa 12, basi si tufike kabla. Kwa hiyo na wasi washiriki wote, 1, wasijaribu kabisa kukosa. Na 2, japo mbio zinaanza saa 12 asubuhi, lakini washiriki tujitahidi kufika mapema zaidi ili ile shamra ile au wale vijana wanasema amsha tuweze kwenda nayo sambamba kwa ajili ya kuanza mbio zetu za saa 12. Sasa nilikuwa nazungumza running kits kwa maana kwamba zile t-shirts. Mwaka jana ilikuwa ni changamoto kidogo. Mwaka huu tuwaondoe wasiwasi washiriki wote kwamba tunazo sasa t-shirt za kutosha zenye ubora wa kutosha na size zitatosheleza. Na nitaomba wale ile timu ya usajili ijaribu kutuonyesha baadhi ya t-shirt hizo na muonekano wake, na ikiwezekana wajaribu kuishika ili tuone ule ubora wake. Ni t-shirt nzuri ambazo tunaamini zitakidhi viwango vya washiriki wa mbio. Labda kwa kuongezea, ina viwango vya kimataifa. Kwa hiyo washiriki tusihofu. T-shirt hizi mtazipata kwa wakati, kwa ubora, bila kuwa na usumbufu wowote. T-shirt kamba Kwa hiyo ndugu washiriki wa Pugu Marathon ya awamu ya 3, kama mnavyomuona mwenyekiti wangu hapa kaivaa na hakika imempendeza. Sasa namna ambayo nilikuwa naelezea kwamba size sio tatizo, Richard ni size ndogo, imemkaa. Mwenyekiti wangu size kubwa, nayo imemkaa. Dada Beatrice size kubwa kidogo, nayo
imemkaa. Kwa hiyo mtaona ubunifu tuliofanya katika awamu hii. Kwa hiyo washiriki, msiogope, njooni kwa wingi. Lakini naomba nitoe angalizo. Mwaka huu tumeleta Kids Church. Mwaka jana tulikuwa tuna washiriki zaidi ya 7500. Mwaka huu tumejaribu kupunguza ili tuweze kuweka mbio ambazo ni bora zaidi. Mbio ambazo ni bora zaidi. Kwa hiyo kuhakikisha kwamba ubora wa mbio unafanikiwa, kiti zile tumeleta chache. Kwa hiyo ndugu washiriki, tunawaomba muwahi. Tunapozindua leo usajili na kuwapa taarifa sasa ya ile mifumo usajili, tukimbize kwa sababu muda sio rafiki. Pamoja na ugawaji wa t-shirt, lakini pia tutawapa running numbers ili mshiriki aweze kutambulika kirahisi. Vile vile tutawapa medali bora kabisa zenye muonekano wa Mwalimu Nyerere, na pia upande wa pili kwa sisi wa Katoliki tutakuwa kuna picha nzuri kabisa ya Mtakatifu Yosefu na mtoto Yesu. Kwa hiyo ni nafasi ya kipekee, tusijaribu kabisa kukosa. Sasa mwaka jana tulipata maombi mbalimbali kutoka kwa washiriki, hasa wale wa hadhi mbalimbali. Kama tunavyojua kuna mtu ana hadhi kubwa, sasa akivaa t-shirt na zile nini bukta, anakuwa na mashaka. Kwa Kiingereza anasema anakuwa uncomfortable. Sasa mwaka huu tumeona tulete tracksuit. Tracksuit zitakuwa katika muonekano wa aina mbili. Tukijaribu kuangalia ni tracksuit bora kabisa, na kama iliyovaa mnaziona mbele yenu hapo. Hizi tracksuits kwa sababu yalikuwa ni maombi, na watoa maombi tulijaribu kuwaeleza changamoto ya maandalizi ya Pugu Marathon, kwamba t-shirt na vingine tutaweza kuvitoa kwa gharama nafuu kabisa ya shilingi 30,000. Kwa sababu tukiangalia ubora wa t-shirt ambao tumewaonyesha, hata leo ukienda dukani kwa wale mashabiki wa mpira Yanga na Simba na timu nyingine, jezi ile ya Simba tunanunua kwa shilingi 40,000. Kiingilio chetu ni shilingi 30,000. Tunakupa t-shirt pamoja na vitu vingine. Hiyo inadhihirisha kwamba kuna sehemu ambapo inabidi tutafute fedha kuhakikisha kwamba marathon yetu inakuwa nzuri. Tuliwaambia wale waliotoa maombi ya kuletea tracksuit kwamba hatutoweza kwa sababu gharama ni kubwa. Waliomba tuwaletee na wako tayari kuzinunua. Sasa tumeleta tracksuit 500. Na tracksuit 500 katika mikutano mitatu mfululizo. Halmashauri Uwaka Jimbo ambayo ilifanyika Changanyikeni, alafu halmashauri wa Lei Jimbo ambayo ilifanyika Gaspari, na juzi halmashauri wa Wata Jimbo ambayo ilifanyika Mtakatifu Kita Clever Mbezi Luis. Kwa kuwapa tu taarifa, wameshabuku zaidi ya tracksuit 300. Kwa hiyo tumebakiwa na tracksuit 200. Lakini tumewapa na bei. Bei ni kubwa kidogo, lakini si mnaona ni nzuri. Ndugu washiriki, nadhani mnaona ni nzuri. Kwa hiyo bei yake itauzwa kwa shilingi 250,000. Kwa bei hiyo tayari tracksuit 300 zimeshaondoka. Tumebakia na tracksuit 200. Tunaamini nazo zitaondoka. Kwa anayehitaji basi naomba aweze kuwahi. Bila kupoteza muda, naomba basi niwaelezee ile changamoto ya pili ambayo tuliipata mwaka jana. Mifumo ya usajili. Tulipofika wiki 2 kabla ya mbio zetu, tulipata changamoto kubwa ya usajili. Kwa namna nyingine tulipewa taarifa na wataalamu kuwa kulikuwa kuna mkongo wa mawasiliano ambao ulikuwa chini ya bahari ulipata hitilafu. Lakini haikupashwa kumsumbua mshiriki. Kwa sababu mshiriki anatakiwa yeye awe comfortable, sisi ndo tuhangaike. Sasa mwaka huu tumejaribu kuwaletea mifumo 4 ya usajili. Naomba tusikilizane kwa makini hapa. Tutakuwa na mfumo wa kwanza ambao utakuwa ni lipa namba.
ya kampuni ya Yas. Kwa sasa hivi inatambulika kama Mixx by Yas. Ni kwa nini tumeingiza hiyo? Baada ya itilafu ya ule mkongo mwaka jana, namba hii ilitusaidia sana. Tukaona mwaka huu si vyema kwa sababu hatuwezi kujua litakalotokea. Sisi waandaaji wa marathon, jukumu letu ni kuhakikisha kwamba changamoto ambazo zilitokea mwaka jana, mwaka huu haziwezi kutokea tena. Kwa hiyo tunaileta kwenu lipa namba ya Yas au Mixx by Yas. Naomba tuingize akilini mwetu na ikiwezekana tuandike kwa kumbukumbu za siku zijazo. Namba hii ni 1778316. Naamini sisi sio wageni katika kulipa kwa lipa namba. Sehemu nyingi tunalipa kwa lipa namba. Sasa ukishamaliza kulipa utapata ujumbe kwamba tayari umeshalipa. Tunaomba usichoke. Ujumbe huo utume kwa namba ifuatayo: 0762111839 yenye jina la usajili Richard. Wakati unatuma ujumbe huo, hakikisha unatuma na taarifa zifuatazo: jina lako kamili, namba ya simu, umbali utakaokimbia na eneo ulipo. Naamini tumesikilizana. Njia ya na size ya jezi. Njia ya pili ni kutumia form. Awamu ya kwanza tulitumia form na awamu ya pili tulitumia form. Katika maparokia, katika vikundi, unasajili au unachukua fedha za washiriki mbalimbali kwa uaminifu. Baada ya kuchukua fedha, na tunashauri na kusisitiza, endapo vikundi hivi vitakuwa ndani ya maparokia yetu, basi wahazini wa UWAKA, WAWATA pamoja na wahazini wa maparokia wasimamie zoezi hili kwa sababu ni fedha za watu. Fedha zile zikusanywe kwa majina na kumbukumbu ambazo zitaingizwa kwenye kadi hii, fomu hizi za usajili ambazo zinapokea taarifa zote. Fomu hizi utakuta zinakutaka uweke jina lako kamili, mahali unapoishi, umri wako, jinsia, namba yako ya simu, aina ya mbio, kama utakimbia kilomita 2.5, kilomita 5, kilomita 10 au kilomita 21, na uweke t-shirt size yako. Tumeweka t-shirt size aina mbalimbali. Chagua t-shirt size kuendana na wewe ulivyo. Sasa fomu hii pamoja na orodha ya waliolipa na stakabadhi ya malipo ambayo tayari yameshaingizwa kwenye akaunti za benki zifuatazo: Mkombozi Bank, akaunti yake itakuwa pale, na benki ya NBC. Baada ya kufanya vile, taarifa hizi zifike kwenye kituo cha usajili Mwenge au kupitia maparokia. Kutakuwa kuna timu za usajili, itoke kwenye parokia kwenda kwenye dekania, then zitafika kwetu. Basi zoezi hili lifanyike mapema ili liweze kuwaruhusu timu ya usajili kuweza kuchakata taarifa zenu na kuhakikisha mnapata vifaa vya kukimbia mapema. Aina ya tatu, nitamuita Anthony kutoka Mkombozi Bank aweze kutuelezea awamu ya aina ya tatu, na baada ya hapo tutazungumza aina ya 4. Basi tutakuwa tumemaliza swala la kusajili, na baada ya hapo tutaongea yale yanayotuhusu. Wanasema baada ya marathon ni mtoko na nini na bata. Sawa? Karibu.